إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Katika yale ambayo tumeletewa sisi na sheria ya Uislamu ni pamoja na zile hukumu na adabu zinazohusu majumba yetu tunayoishi. Hukumu na adabu mbalimbali ambazo utulivu katika majumba na ile raha yake na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala hupatikana kwa kuzifanyia kazi hukumu hizo na adabu hizo. Katika hutuba ya wiki iliyopita tulizungumza na tukataja mambo mawili makuu ya mwanzo kabisa ambayo mtu atakiwa ayazingatie pindi anapotafuta pahali pa kuishi. Jambo la mwanzo ni yeye kuchagua sehemu nzuri ya kuishi na kuziepuka sehemu zenye fitna kwa kadri ya vile ambavyo inawezekana. Kwa wanasema wanachuoni, fa inna man khalata alfitana lam yaslam dinuhu min alithmi. Yeyote ambaye atajichanganya na fitna, mtu anaona kabisa sehemu hii pemekithiri maovu, kila baya liko sehemu hiyo, na akahitari kuishi sehemu hiyo hiyo, na ana uwezo wa kutafuta sehemu nyingine ya kuishi, na sehemu nzuri za kuishi zipo. Fa inna man khalata alfitana lam yaslam dinuhu min alithmi. Yeyote atakayejichanganya na fitna, basi haitosalimika dini yake na madhambi. Na ndiyo maana utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, arba'u min as-saada, mambo manne ni katika wema, ni katika utukufu, ni katika kufuzu. Mambo hayo mtu akiwa nayo, la kwanza almar'atu salihah, mwanamke mwema. Mtu akiwa na mke mwema katika nyumba yake, basi hili ni la mwanzo katika yale yenye kumpa saada mtu na furaha na kufuzu kwake. Almar'atu salihah ni mwanamke mwema. Walmaskanul wasi'u, na makazi, nyumba pana, nyumba iliyokuwa kubwa. Kadhalika walijaru salihu, na jirani mwema. Mtu akiwa na jirani mzuri, si muovu, akiwa na jirani mwema, basi ni katika saada. Mtume salama akasema, walmarkabul hani, na kipando kizuri. Haya mambo manne mtu akiwa nayo, basi ni katika saada, ni katika kufaulu kwake na ni furaha ya maisha yake. Kadhalika akasema Mtume salama, wa arba'u min ash-shaqa, na mambo manne ni katika uovu, ni katika nuksi tu, ni katika ubaya, ni katika mambo ambayo hayaleti furaha katika maisha. Kwanza
aljaru su, huwa na jirani muovu, jirani mbaya, jirani muovu. Walmar'atu su, na mwanamke muovu. Walmarkabu su, na kipando kibaya, kipando kiovu. Walmaskanu dhayiqu, na nyumba finyo, haitoshelezi, kajumba kadogo. Haya Mtume salama akayazingatia ni katika mambo ambayo ni ashaqa, ni katika mambo mabaya mtu kuwa nayo. Kwa hiyo katika hili tulizungumza katika hutuba iliyopita, mtu anatakiwa atazame mahali ambapo yeye anapachagua kwa ajili ya kuishi sehemu hiyo, asijichanganye katika sehemu zenye fitna. Asili ilivyo ni mtu kuziepuka fitna, asli ni mtu kuziepuka fitna kwa kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo katika adabu na hukumu ambazo zinahusu majumba yetu ni sisi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia ndani ya majumba hayo, kadhalika pia na wakati wa kutoka. Na hapa panakusanya kuingia kwa mara ya kwanza, kama ndio unaanza kuishi sehemu hiyo, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa uendelevu maisha yako yote. Unapoingia ndani ya nyumba yako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati wa kutoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, idha dakhala ar-rajulu baytahu, atakapoingia mtu katika nyumba yake, fadhakara Allah 'inda dukhulihi, kisha akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia kwake nyumbani, wa 'inda ta'amihi, na wakati wa kula kwake chakula. Qala shaytan, anasema shaytani, la mabita lakum wala ashaa, shaytani anasema kuwaambia wenzie, la mabita lakum, hamna sehemu ya kulala leo nyinyi, wala ashaa, wala hamna chakula cha jioni, chakula cha usiku. Kwa kuwa mwenye nyumba amemtaja Allah wakati wa kuingia na wakati wa kula. Wa idha dakhala, na mtu atakapoingia katika nyumba yake, falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, kisha hakumtaja Allah wakati wa kuingia kwake. Qala shaytan, anasema shaytani kuambia wenzie, adraktumul mabita, mmepata sehemu ya kulala. Wa idha lam yadhkurillaha 'inda ta'ami, na hivyo hivyo mtu asipomtaja Allah wakati wa kula kwake. Qala shaytan, anasema shaytani kuambia wenzie, adraktumul mabita wal 'ashaa, mmepata sehemu ya kulala na chakula cha usiku. Kwa kuwa mwenye nyumba hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia kwake. Kwa hiyo hii ndio thamara ya kuzifanyia kazi zile ahkamu na adabu zilizokuja katika Uislamu, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia majumbani mwetu. Hilo linakupa faida wewe, shetani asishiriki kuingia na wewe katika nyumba yako. Kadhalika utakapokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kula, shetani pia asishiriki katika kula. Na wanawachuoni wanasema shetani huwa anashiriki kila kitendo anachokifanya mwanadamu maadamu hajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitendo hicho, hata tendo la ndoa, na shetani naye anashiriki maadamu mwanadamu katika kitendo hicho hajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Isra akimwambia shetani, wastafziz man istata'ta minhum, na wahuri wale unaowaweza katika hao waja wangu. Allah anamwambia shetani, wahuri wale unaowaweza katika hao waja wangu, bisauti, kwa sauti yako, wa ajlib alaihim bikhaylik, na wavute wao kwa jeshi lako la wapanda farasi, wa rajlika, na jeshi lako la wenye kutembea kwa miguu, washarikuhum fil amwali wal aulad, na shirikiana nao hao waja wangu katika mali na watoto. Allah anamwambia hivyo shetani, shirikiana nao hao waja wangu katika mali na watoto. Wa'idhum, na waahidi wao, wama ya'idu shaytanu illa ghurura, na shetani huwa hawaahidi wanadamu isipokuwa ni hadaa tu. Sasa wanawachuoni wanasema kushiriki shetani katika watoto ni pale wanapokutana mke na mume bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na anashiriki. Kwa hiyo katika adabu na hukumu zilizoletwa na sheria ya Uislamu ni sisi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia katika majumba yetu. Unapoingia katika nyumba yako, iwe ni kuingia kwa mara ya kwanza, tulitaja hilo katika hutuba iliyopita, kadhalika na kwa uendelevu.
muda wote unapokuwa unaingia nyumbani mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati wa kula mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wakati wa kutoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kharaja min baitihi, mtu atakapotoka katika nyumba yake kisha akasema bismillah, kwa jina la Allah, tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Mtu akiyasema maneno haya yuqalu lahu, patasemwa kuambiwa yeye kufita, umetoshelezwa, wa uqita, na umekingwa, watanaha anhu shaitan, na anajiweka mbali na yeye shetani. Mtu anayetoka nyumbani kwake kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakingwa na anatoshelezwa, kadhalika na shetani anajiweka mbali na yeye katika safari yake yote hiyo huko anakokwenda. Kadhalika imekuja hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema ma kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuwahi kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam min baiti, katika nyumba yangu, qattu, tangia kipindi hiko mpaka kusema kwangu leo, illa rafa'a tarafahu ila as-samaa, isipokuwa mtume sallallahu alikuwa ananyanyua jicho lake angani. Faqala, kisha anasema Allahumma, ewe Allah, a'udhu bika, mimi najikinga kwako, an adhilla, nisije nikapotea kwenye hiyo safari ninayokwenda, au udhalla, au nikapotezwa, au azilla, au nikateleza, au uzalla, au nikatelezeshwa, au adhlima, au nikamdhulumu mtu, au udhlama, au nikadhulumiwa, au ajhala, au nikafanya ujinga, au yujhala alayya, au nikafanywa ujinga. Mtume salama alikuwa akidumu katika maisha yake anapotoka kwake. Hadithi ni ya Ummu Salama ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, alikuwa akidumu na dhikri hii. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mtu anapotoka katika nyumba yake basi amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia unapoingia nyumbani mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika jumla ya adabu za kisheria ambazo Uislamu umetufunza sisi kwa ajili ya kupata zile baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba yetu na kuepusha shari za mashaitani na shari za watu wabaya, Mtume salama anatuambia idha kana junhul layli, itakapokuwa limeingia ile giza la kwanza la usiku, wakati wa kwanza wa usiku, idha kana junhul layli, utakapokuwa umeingia wakati wa kwanza wa usiku, au amsaitu, au mkaingia jioni, fakufu subyana, basi wazuieni watoto wenu. Lile giza la kwanza la usiku, wakati wa kwanza, ile saa ya kwanza ya usiku imeingia, fakufu subyana, wazuieni watoto wenu wasizurure ovyo mitaani, wafungieni sehemu moja. Fa inna shayatina tantashiru hina idhin, kwa kuwa mashaitani hutawanyika kwa wakati huo. Nguvu ya mashaitani ipo zaidi usiku kuliko mchana. Kwa hiyo usiku ndio sehemu wanafunguliwa. Fa inna shayatina tantashiru hina idhin, mashaitani huwa wanaenea katika kipindi hiko. Fa idha dhahaba sa'atun min al-layl, kisha kitakapoondoka kitambo kidogo katika usiku, yani ile saa ya kwanza imeondoka, ni kitambo kidogo, na wala haikusudi kwamba lisaa lizima likatike, ni kitambo kidogo tu kimepita. Mtume sallallahu alayhi wasallam fakhulluhu, waachieni watoto wenu, fakhulluhu, waachieni, faaghliqul abwaba, kisha mnapolala fungeni milango, faaghliqul abwaba, fungeni milango, wadhkuru ismallahi alayhi, nalitajeni jina la Allah juu yake wakati wa kufunga milango. Ni sunna ambayo watu wengi wameiacha na wala hawajui kama kuna sunna hiyo ya kulitaja jina la Allah wakati wa kufunga mlango. Fa inna shaytana, tunasema hivyo, fa inna shaytana, hakika shaytani, la yaftahu baban mughlaq, shaytani haufungui mlango uliofungwa kwa bismillah, haufungui mlango huo. Kisha Mtume sana akasema wa auqu qirabakum, nafunikeni viungu vyenu, wa auqu qirabakum, funikeni vile vidiba vyenu vya maji, viungu mnapopikia, ndoo za maji zifunikeni. Wadhkuru ismallahi alayhi, nalitajeni jina la Allah wakati wa kufunika.
wa khammiru aniyatakum, na funikeni vyombo vyenu vya kulia, sahani, mabakuli, funikeni msiache wazi. Wadhkuru smallahi alayhi, na litajeni jina la Allah juu yake kipindi unapofunika. Walau an ta'ridhu alaiha shay'a, walau kuweka kitu juu yake. Wa atfi'u masabihakum, nazimeni taa zenu. Haya yote ni katika adabu tunaoeleza katika Uislamu, ambazo sisi tukizifanya katika majumba yetu, basi tunapata ile raha ya nafsi na kuepushwa na vitimbi vya mashaitani na hila zao kwa ajili ya kuwadhuru wanadamu. Sheria ikatuwekea wazi sababu haya. Ukiingia nyumbani, mtaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Unapotoka, mtaje Allah. Unapokula, mtaje Allah. Kadhalika ni wewe kufunga mlango kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa, shaytani haufungui mlango uliofungwa kwa bismillah, haufungui mlango huo. Wallahu ta'ala alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, miongoni mwa adabu na hukumu zinazohusu majumba yetu ni sisi kusalimia wakati wa kuingia katika hayo majumba. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Nur, fa idha dakhaltum buyuta, mtakapoingia katika majumba, yawe ni majumba yenu au nyumba za watu wengine, fasallimu ala anfusikum, basi salimianeni nyinyi kwa nyinyi, tahiyatan min indillah, ikiwa ni tahiyya, ni maamkizi hayo yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakatan tayyiba. Mnapoingia katika majumba, basi salimia, wasalimia waliomo ndani. Wewe unapokuwa unarudi kutoka safari, kutoka mihangaikoni, basi kuna dhikri kwanza ya kusoma wakati kuingia nyumbani. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kisha usalimia waliomo ndani. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema fasallimu ala anfusikum. Allah aliposema salimianeni wenyewe kwa wenyewe, ai fasallimu ba'dukum ala ba'd, salimianeni wenyewe kwa wenyewe. Lianna almuslimin, kwa kuwa waislamu kaannahum shakhsun wahid, waislamu walivyo ni kana kwamba mtu mmoja. Min tawaddihim, kutokana na kupendana kwao, wa tarahumihim, na kuoneana kwa huruma, wa ta'atufihim, na kufanyiana upole. Fasalamu, salamu mashru'un lidukhuli sa'iri albuyut, salamu ni jambo la kisheria kwa ajili ya kuingia majumba yote. Min ghairi farqin baina baitin wa baitin, basi na kufarikisha kati ya nyumba fulani na nyumba nyingine. Maadamu unaingia, iwe ni nyumba yako, wasalimia waliomo ndani. Iwe ni nyumba umeenda kumtembelea ndugu yako, wasalimia waliomo ndani. Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasema qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alinambia mimi Mtume salama, idha dakhalta ala ahlika, utakapoingia kwa watu wako, watu wa nyumba yako, fasallim, basi toa salamu, yakum barakatan alayka, salamu itakuwa ni baraka juu yako, wa ala ahlika, na ni baraka kwa familia yako. Kwa katika mafunzo tunayopata ni watu kutoa salamu wakati wa kuingia katika majumba. Kadhalika katika jumla ya hayo ambayo sheria ya Uislamu imetufunza sisi tuyafanye katika majumba yetu, mambo yenye kuleta baraka na kuondoa zile shari katika majumba na mambo mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapoingia chooni, basi kuna dhikri anaisema. Kwa hiyo sisi unapokuwa unaingia chooni katika nyumba yako na sehemu yoyote, basi kuna dhikri ya kisheria utakuwa uiseme. Hii ni katika kuleta ile baraka katika majumba yetu, kadhalika na kujikinga na vitimbi vya mashaitani. Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khala, anapoingia chooni, qala, anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ewe Allah, mimi najikinga kwako kutokana na al-khubuthi,
mashaitani wa kiume wale wachafu wanaokaa chooni, wal khaba'ith, na mashaitani wachafu wa kike. Hawa hukaa chooni, lengo ni kuwadhuru wale wanaoingia huko chooni, ndio sehemu yao ya makazi hiyo. Mtume salama alikuwa akiingia chooni husema hiyo. Kwa ajili ya kujikinga na vitimbi vya viumbe hawa wachafu, unapokuwa ndani ya nyumba yako ukaingia chooni, sema dhikiri hii, bali na sehemu yoyote. Maadamu wewe sehemu hiyo unakusudia kwenda kukidhi haja, basi litaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma dhikiri wakati wa kuingia na wakati wa kutoka, kusema ghufrana. Na wanawachuoni wanaeleza mtu anapokuwa anaingia chooni kwake kutanguliza mguu wa kushoto na kutoka kwa mguu wa kulia. Hizi ni katika adabu zinazotajwa katika jumla ya adabu ambazo Uislamu sisi umetufunza kwa ajili ya kuleta baraka katika majumba yetu. Kadhalika linafungamana na hili vile vile ni mtu kutia udhu ndani ya nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ntatahhara fi baitihi, atakayetia udhu akajitaharisha katika nyumba yake, thumma masha ila baiti min buyuti llahi, kisha akatembea kwenda kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Umetia udhu nyumbani, kisha ukatoka mwenyewe ukaelekea katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, katika misikiti, liyaqdiya faridatan min faraidhillahi, ili akakidhi akatekeleze faradhi miongoni mwa faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat khatwatahu, zinakuwa zile hatua zake mbili anazopiga, ihdahuma, hatua moja yao, tahuttu khati'atan, inafuta dhambi. Hatua moja inafuta dhambi katika madhambi yake, wal ukhra, na hatua nyingine tarfa'u daraja, inamnyanyua daraja yeye. Hii ni thamara na faida ya kufanyia kazi mafunzo yaliyokuja katika Uislamu. Hapa tunayapa baraka, tunayatia baraka majumba yetu, lakini vile vile na sisi wenyewe tunajikinga na vitimbi vya mashaitani, kwa kuwa hawa viumbe sisi tunasuhubiana nao katika harakati zote za kimaisha. Unapokula, unapotembea, unapolala, unapoingia chooni, kila unachokifanya yeye yuko, maadamu hujamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana mashakili yamekuwa mengi, matatizo yamekuwa mengi. Kwa nini? Kwa kuwa tumejiweka mbali na utaratibu huu. Tunaishi tu kama wanyama. Mtu ataingia kwake kama anapoingia sokoni, yani hana dhikri ya kuingia wala hana dhikri ya kutoka. Sikulala, sikuamka, sikula, sikukutana na mkewe. Ndio maana mashakili yamekuwa mengi, matatizo ni mengi. Kwa nini? Kwa kuwa sisi wenyewe ule utaratibu ambao tumewekewa kisheria na ndio kinga yetu tumeuacha. Kwa tunakumbushana masala haya kwa ni katika mambo ya muhimu kwetu sisi kwa ajili ya kujihifadhi sisi wenyewe na kuleta baraka katika majumba yetu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.